Zimebaki dakika chache kabla Singida Black Stars kuteremka dimbani kucheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba katika michezo ya kwanza ya Ligi Kuu Tanzania Bara kwa msimu huu 2025-2026. Ni mechi iliyotarajiwa kuwa ya kukata na shoka kwa sababu Singida Black Stars dhidi ya Simba hapajawahi kuwa na shughuli ndogo hata kidogo. Inakumbuka vizuri, katika mechi ya mwisho iliyokutanisha timu hizo ni kwenye nusu fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB msimu uliopita 2024-2025 ambapo Singida Black Stars walipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Simba. Kwa lugha nyingine, leo hii Singida Black Stars wakiwa nyumbani kwenye uwanja wa Mwigulu Complex Airtel pale mkoani Singida watatamani kuendeleza ubabe wao dhidi ya Simba. Lakini kwa Simba watataka kulipiza kisasi ili mwisho wa siku waue ndege wawili kwa jiwe moja. Kwamba walipize kisasi dhidi ya Singida Black Stars, lakini pili waongeze idadi ya pointi, kuongeza ufanisi kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Sasa kitakachosubiriwa ni kwa wachezaji kutekeleza mipango kazi ya mabenchi ya ufundi. Kwa maana kwamba Singida Black Stars chini ya kocha Othman Najar, raia wa Tunisia, dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Becker, raia wa Afrika ya Kusini. Ni mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Lakini kimsingi ukienda kwenye namba, Simba ndio ambao mpaka sasa kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara wanaonekana wako vizuri zaidi kuliko Singida Black Stars. Kwa sababu hiyo, Singida Black Stars miongoni mwa wajibu wao ni kuhakikisha wanarekebisha mwenendo wa mambo kwa kupata matokeo mazuri leo hii dhidi ya Simba. Ni sababu hiyo ndio inayofanya mechi izidi kuwa na matarajio ya kuvutia mno kwenye mchezo huu. Ukiangalia kwa nafasi, Simba wako juu zaidi kuliko Singida Black Stars kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, kwa sababu Singida Black Stars wako katika nafasi ya 9 ilhali Simba wako katika nafasi ya 3. Unaweza ukaona kwamba Singida Black Stars wameachwa mno na Simba kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara kwa nafasi. Lakini ukiachana nafasi wenda kwenye point, Simba wako juu zaidi kwa sababu hawa ni Singida wenyeji, lakini hawa ni wekundu wa Msimbazi Simba. Point walizonazo Singida ni point 19 mpaka sasa, lakini Simba wana pointi 24. Kwa hiyo tofauti ya pointi ni pointi 5. Kwenye mabao ya kufunga, tusema goals ya kufunga na kuruhusu, Singida Black Stars wamefunga mabao 11, wameruhusu mabao 11. Kwa lugha nyingine, wana goal difference ya 0. Wakati wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa wamefunga mabao 18, wameruhusu mabao 4. Goal difference ni 14. Kwa hiyo unaweza kaona Simba wako juu zaidi ya Singida Black Stars katika eneo la kushambulia na kuzuia kufikia sasa, kwa sababu Simba mabao haya 18 yanaifanya kuwa miongoni mwa timu 4 zinazoshika nafasi ya pili kwa kufunga mabao mengi zaidi. Yanga ndio vinara, watani zao wajado wamefunga mabao 30 baada ya kucheza mechi 12. Timu zinazofuatia kwa kufunga mabao mengi ni Simba, JKT Tanzania, Pamba Jiji na Azam FC ambazo zote zimefunga mabao 18. Lakini Simba ina faida nyingine kwamba yenyewe imecheza mechi 11. Yanga vinara kwa upachikaji mabao na point wako juu kileleni, wamecheza mechi 12. JKT Tanzania wamecheza mechi 17. Azam wamecheza mechi 12 na hivyo Simba wamecheza mechi pungufu ambazo ni 11. Hata hivyo bado ndo timu ya pili kupachika mabao mengi. Kwenye kuzuia, Simba ndo timu ya pili yenye ukuta imara zaidi ikiwa yenyewe na Azam zimeruhusu mabao 4 tu. Vinara ni watani zao wajadi Yanga ambao wameruhusu mabao 2 na kwa ndio timu yenye ukuta imara zaidi. Kwa hiyo idadi hii ya mabao walioruhusu Simba kulinganisha na idadi ya mabao walioruhusu Singida Black Stars inafanya ionekane kwenye makaratasi kwamba Simba ndio timu yenye ukuta imara zaidi. Yaani akina Rochende Rock, Ismail Olivier Toure aliyejiunga na Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo, wakishirikiana na idara yao ya magolikipa. Tuseme kule kwa kina Jibo, Mahamadu Tanja na fullback wao. Nazungumzia Shomari Kapombe, Nixon Kibabage na wengineo pamoja na viungo wao kabaji kama Yusuf Kagoma na Alassane Maodo Kante wamefanya Simba iwe na ukuta imara zaidi. Ilhali kwa Singida Black Stars mabao haya 11 yanadhihirisha kwamba magolikipa wao Metacha Mnata, Amasi Abasogie, walinzi wao akina Kennedy Juma Wilson, Abdallah Kheri Sebo, Morris Uguchu Kuchuku ambaye ni kiungo wa ukabaji anayecheza katika eneo la ulinzi hivi karibuni, lakini viungo wao unazungumzia kina Ahmed Pipino, Emmanuel Kiyeke, mabeki wa pembeni Ibrahim Imoro, Endiko Cyril wanapaswa kuongeza jitihada katika kuhakikisha wanakuwa salama zaidi. Lakini ukienda katika eneo lingine,
juu ya majaribio ya kufunga. Singida Black Stars kwenye kufunga tunasema shots ni kipimo kizuri cha kuona namna gani wanafanya majaribio kwa kupiga mashuti, zile attempts. Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambazo hazifanyi majaribio mengi licha ya kuwa na washambuliaji bora sana kwenye makaratasi. Koso Mwaku Malanga, top scorer katika ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu uliopita, akifunga idadi ya mabao ambayo ni rekodi haijawahi kufungwa katika ligi kuu ya Kongo tangu ianzishwe kwa msimu mmoja, kwa maana kwamba alimaliza akiwa top scorer na mabao 25. Lakini wana mfungaji bora wa muda wote katika ligi kuu ya Kenya, kwa maana kwenye msimu mmoja kufunga mabao mengi zaidi. Elvis Baranga Rupia ana rekodi kule Kenya, alimaliza msimu akiwa na mabao 27. Yupo Singida Black Stars. Kuna MVP mchezaji bora katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita. Hapa tunazungumzia Linda Mtange, yupo katika kikosi cha Singida Black Stars. Lakini wapo nyota wengine katika eneo la ushambuliaji, kina Ayubu Lianga, akina Amos Mosi Ndoumwe ambaye ni mchezaji nyota kutoka katika taifa la Burundi aliyesajiliwa wakati wa dirisha dogo la usajili ndani ya Singida Black Stars hivi karibuni. Lakini pamoja na nyota hao wote wakiwa na viungo wazuri wenye ubora wa hali ya juu, akina Ahmed Pipino, bado Singida Black Stars kwenye mashuti ni miongoni mwa timu zinazopiga mashuti machache sana. Ishapiga mashuti 63 tu mpaka sasa baada ya kucheza mechi 12, ukiwa ni wastani wa kupiga mashuti 5 kwa mechi. Ni wa chini mno kulinganisha na kile wanachokifanya Simba, kwa sababu na kwenye mashuti haya 29 wamelenga shabaha. Lakini Simba ndio timu kinara kwa kupiga mashuti mengi, kufanya majaribio mengi. Ingawa wamecheza mechi 11, lakini Simba mpaka sasa washapiga mashuti 135. Hakuna timu iliyopiga mashuti mengi kama wao. Na ya kulenga shabaha mashuti 70. Ingawa kwa wastani kwa kupiga mashuti haya, maana kwa wastani Simba inapiga walau mashuti 11 kila mchezo. Kwa hiyo kwenye kufanya majaribio Simba iko vizuri zaidi kuliko Singida Black Stars. Ukizama ndani zaidi, kuna eneo la faulo. Kwa mfano, wakati unazuia timu ipi inacheza faulo nyingi, utaona kana kwamba kwenye eneo hilo Singida bado wako juu zaidi kulinganisha na Simba, kwa sababu Singida washacheza faulo 156 baada ya mechi 12. Simba wameshacheza faulo 115. Kwenye kadi za njano, bado kwenye kadi za njano Singida Black Stars kadi za njano wao mpaka sasa wameshapata kadi za njano 25, ila hali Simba kadi za njano mpaka sasa baada ya kucheza mechi 11 wana kadi za njano 8 tu. Kwa hiyo unaweza kaona mwisho wa siku position kama tumetoka kuzungumza awali, nafasi ya 9 kwa nafasi ya 3. Na hiki kinachoonekana kufanyika katika namba kwenye maeneo mbalimbali ambayo nimekupa tu baadhi yake, inaonyesha namna gani ambavyo Simba kwenye makaratasi wanaingia kwenye mchezo huu wakiwa kisaikolojia wana nguvu zaidi. Kwenye mechi 5 zilizopita Simba wameshinda mechi 3, wametoa suluhu mechi 2, wakiwa wamefunga mabao 6, hawajaruhusu bao Simba. Lakini Singida Black Stars kwenye mechi 5 zilizopita, tunazungumzia 5 games, mechi 5 zilizopita Singida Black Stars wameshinda mechi 3, wamefungwa mechi 1, wametoa sare mechi 1. Kwa lugha nyingine wamepata pointi 10 kati ya 15, ni performance ya 67%. Simba kwa kuwa na pointi 11 zitokanazo na kushinda mechi 3, sare mechi 2, manake Simba wamepata pointi 11 kati ya 15 zitokanazo na mechi 5 zilizopita, ni performance ya 73%. Kwa hiyo Simba kwenye mechi 5 zilizopita bado wako juu kuliko Singida kwa performance ya 73% kwa 67%. Kwenye mabao Singida Black Stars wamefunga mabao 6, wameruhusu mabao 5. Simba mabao 6, haijaruhusu bao. Kwenye mechi dhidi ya Yanga, Simba na Yanga imeisha kwa suluhu, huku Simba kwenye small details wakionekana kuwa juu kuliko Yanga, hasa katika umiliki wa mpira ambao kwa ujumla Simba walimiliki 51% dhidi ya 49 za Yanga. Simba wakipiga mashuti 8, 3 wakilenga shabaha, Yanga wakipiga mashuti 6, 2 wakilenga shabaha. Mechi ilisha kwa suluhu. Tena Yanga wakiwa nyumbani kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, wanaotumia kama uwanja wa nyumbani. Lakini Singida Black Stars wakicheza nyumbani kwao uwanja wa Mwigulu Complex Airtel dhidi ya Yanga walipigwa mabao 3-0. Bado kisaikolojia Simba wanakwenda kwenye mechi hii wakiwa na nguvu zaidi. Lakini Singida Black Stars kinachowabeba ni kwamba mechi ya mwisho dhidi ya Simba nusu finali kombe la shirikisho walishinda kwa mabao 3-1. Je, leo itakuwa vipi? Ni muda mchache umebaki kushuhudia mechi hii, kuona mbinu za kocha Othman Naja wa Singida Black Stars na wenzake wasaidizi akina David Ouma dhidi ya Steve Becker na wasaidizi wake akina Selemani Matola kuiendea mechi hii.
bonge la mechi. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.